sanaa ya Mwanza nafikiri bado ina matabaka. Ina matabaka. Makundi haya unajua yanabomuaga sana vitu vingi. Inasemekana mnavimbiana sana waigizaji wa Mwanza. Mnavimbiana. Yaani kuna namna ambavyo yani mnajiona mmeshamaliza kila kitu. Kwa sababu hata hizo ulizosema si uzinduzi mara unafeli, sometimes wanafelishana wasanii wenyewe. Ifahamike kabisa kwamba sio muziki peke yake ambao unakuwa kwa kiwango chake kwenye jiji letu la Mwanza makanda ya Ziwa, lakini pia hata soko la filamu na lenyewe lipo na linasikika pia hata kwa upande wa kanda ya Ziwa. Na bahati nzuri leo nimefanikiwa kumpata moja kati ya watu ambao wana deal na upande wa filamu kwenye soko la filamu kwa hapa jijini Mwanza, lakini pia wakiwa wanawakilisha kanda ya Ziwa kiujumla. Tunapiga naye story 2-3, kwa hiyo inabidi uweze kutufuatilia kwa umakini hapa kupitia Jembe FM TZ. Mambo vipi? Poa, inakuaje mwana? Shwari kabisa. Wengi hawakufahamu, labda kuna baadhi wanakufahamu. Hebu tukumbushe pia unaitwa nani ili kila mmoja aweze kukufahamu vizuri. Bana, mimi naitwa John Fest. Naitwa John Fest, lakini pia natumia Festiboni wa taifa. Okay. Yeah. Sawa. John Fest, wewe ni mtu ambaye unajihusisha na filamu kwa hapa mkoani Mwanza na kanda ya Ziwa kiujumla. Experience yako ikoje kwenye upande huo? Movie nimefanya kwa muda mrefu. Nimefanya kwa muda mrefu na nafikiri ilikuwa dream ya toka mwanzo. Kwa hata kama kuna mahali nyingine niliwahi kupita, nilipita tu katika swala zima labda la kujitafuta, kutengeneza misingi, lakini kwenye movie ndo mahali ambapo nilikuwa natamani kusimama kwa muda mrefu. Yeah, kwa hiyo nina uzoefu wa muda mrefu, lakini unaona soko limepanuka, watu wanafanya na nini, kwa hiyo tunajifunza kila siku. Kwa comments nyingi za wadau wa filamu hasa kwa ukanda wa Ziwa wanasema soko la filamu ni kama mnajitafuta. Hii ikoje? Ni kweli wanasema tunajitafuta kwa sababu unajua let's say Dar es Salaam ndo mahali ambapo zimetoka kazi nyingi kubwa zilizofanya vizuri mpaka Afrika mpaka duniani. Kwa hiyo watu wengi imani yao iko kule, lakini nafikiri kwa sasa tunawaalika wahamishie na mikoa mingine. Watapata vitu vingi sana vizuri, yani vingi, kwa sababu sisi huku chini huku nafikiri bado tuna idea nyingi mpya. Unajua wale wakubwa washafanya idea zao zile kubwa washazifanya yani. Kwa hiyo sasa hivi sometimes wanakuja kuchua story hata kwetu. Kwa hiyo si bado tuna idea nyingi mpya ambazo hazijaonekana, watufuatilie pia. Tumekuwa tukihudhuria baadhi ya matamasha ama events za uzinduzi wa filamu kwenye maeneo mbalimbali kwa hapa Mwanza kwa sababu yanatangazwa. Yeah. Lakini mwisho wa siku hatuoni mwendelezo wa zile filamu ambazo zinazinduliwa na kutangazwa na kupigiwa kelele. Yeah. Shida inakuwa wapi? By the way, mimi kwanza kwa upande wangu nafikiri siwezi kufanya uzinduzi na wala sina hiyo plan ya kufanya uzinduzi. Moja kati ya kitu ambacho nafikiri kinafanya watu wanakwama kwenye hizo mitikasi zao, unajua siku zote plan huwa inaanzia mezani. Kama hujaweka plan nzuri kwamba nikitoka hapa naenda hapa, nikitoka hapa naenda hapa, yani hata ufanye kitu kikubwa kiasi gani kitafeli tu. Kwa hiyo nafikiri kuna mahali kwenye plan wanakwama, na ni ile tu mtu kutokujua kwamba mimi nipo hapa natakiwa kufika pale then niende. Ndio kitu kinachowakwamisha watu wa Mwanza. Sawa. Tumekuwa tukiona pia baadhi ya filamu zinaonyeshwa kwenye channels, vingamuzi mbalimbali zinaonyeshwa kwenye channels na zinafanya vizuri pia. Yeah. Na ndio biashara ya soko la filamu ilikuhamia kwa hivi sasa kwa kiwango kikubwa. Yeah. Kwenye CD sasa hivi hatuoni sana. Wewe ni mtu ambaye umebase kwenye upande wa online, yani nazungumzia upande wa YouTube. Kwa nini ulichagua njia hiyo sana? Okay. Ndio maana nikasema tokea mwanzo ni plan. Yeah, kwa sababu unajua ukisema nataka nikauze labda kwenye vingamuzi, ina maana ushapanga kwamba bana mimi nitashoot, nitaenda hapa then nitapeleka TV. Lakini mimi kiukweli nilichagua kufanya kazi YouTube, na nafikiri wewe Baju tunanifahamu, mimi ni YouTuber wa muda mrefu. Kwa hiyo naijua faida ya YouTube na naijua hasara yake. Huku YouTube siwezi kutoka. Na kule kwenye vingamuzi kiukweli sijui kama nitakuja kupeleka kazi labda. Sijapanga bado. Kiukweli sijapanga kupeleka huko. Ila YouTube ninafahamu sana. Si kila mtu ana access ya kuingia YouTube kufuatilia filamu na vitu vingine kama hivyo. Sometimes unaweza ukatuma link kwenye group lakini mtu asifikirie wala asijali. Yeah. Huoni ugumu wowote kwa sababu si kila mmoja anaweza akaconcentrate kwenye YouTube, ila kwenye channels unaona baadhi ya watu wananunua mpaka vifurushi na vingamuzi. Yeah, of course ni kweli, lakini pia si kila mtu anaweza akawa anafuatilia kwenye vingamuzi. Unajua YouTube ni worldwide. Lakini kingamuzi kuna mahali tu kitaishia. Kwa hiyo inawezekana tukafanya na sisi hatuna soko Tanzania,
tukawa na soko sehemu zingine. Kuna mtu anaweza kafanya content akaeka YouTube, alafu ile content ikafanya vizuri Nigeria, na ni Mtanzania, ikafanya vizuri Canada, ndio YouTube hiyo. Kwa hiyo unakuta mtu yuko Tanzania lakini kaondoka Nigeria. Na mifano ipo ya Watanzania kabisa ambao mtu kafanya content yake yuko Tanzania lakini anafanya vizuri Nigeria, anafanya vizuri nchi nyingine. Kwa hiyo uzuri wa YouTube ni kwamba soko sio atu target Mwanza tu, atu target wapi, yani tuna target dunia nzima. Kwa hiyo pale ambapo tutabasti ndo tutaishi hapo hapo. Na uzuri wa YouTube mzee wangu, hela uifuati kwa mtu, hela unaikuta tu kule kule kwenye account yako. Kwa hiyo unafanya tu namna gani unaihamisha kuitoa YouTube kuileta kuwa cash. Kwa hiyo hakuna mtu tunaenda kukaa naye chini tusainishane mikataba sio ni vitu gani. Sometimes pia hivyo vinatukata. Yani kuna muda unamfuata mtu unataka tufanye 1 2 3, yani unapigwa kona kibao kiasi kwamba yani nguvu uliyoitumia kuwekeza kutengeneza kazi ndio unatakiwa uitumie tena hiyo kuwekeza kumshawishi mtu achukue kazi yako. Hiyo amna. YouTube haina chawa kwamba mtu akupigia kelele sio nini. Wewe fanya tu kazi. Yani YouTube mchai kazi. Kufanya kazi unapata mafanikio. Ndio maana YouTuber wengi wana maisha mazuri, wewe unajua. Sawa sawa. Mpaka sasa hivi umeshatengeneza kazi ngapi, na ambayo imefanya vizuri zaidi ni ipi? Na tukifahamu majina itakuwa jambo la heri. Nishatengeneza kazi nyingi. Nafikiri kazi zimefika kama zinaelekea 9 8. Na zifanya vizuri. Naweza ngasema zote zimefanya vizuri kwa sababu ni kazi nzuri, nilizitengeneza vizuri, niliwekeza vizuri. Kwa hiyo naamini zote ni kazi nzuri na zilifanya vizuri. Sema tu ni vile unaweza kujikuta labda hazijabasti kwa sababu pia hata account yetu yenyewe ni mpya bado. Tulifungua account mpya kwa tukaanza kufanya kazi na tunamshukuru Mungu, mapokezi sio mabaya. Hesabu wanasogea. Mtonyo kidogo kidogo unaingia. Sound quality mara nyingi imekuwa ni kitu ambacho kinawasumbua sana. Quality ya ile sound, yani unakuta sauti inaminywa, inafanyaje? Hii inatokana na kitu gani? Ni low budget au ni nini? Yeah, of course ni low budget. Yani hapo hakuna mchawi. Sababu ukiwa na vifaa vizuri unafanya kazi nzuri. Ukiwekeza vizuri utafanya tu kitu kizuri. Unajua ukiwa na mic nzuri itakupa quality nzuri ya sauti. Ukiwa na kamera nzuri itakupa quality nzuri ya kala, ambao ndio vitu vingi watu wanapenda na nini. Kwa hiyo nafikiri kwenye low budget mimi pia imenikuta hiyo, nimetengeneza kazi nikiamini kwamba mic ninazotumia ni nzuri, lakini wakati tunafika kwenye kuedit sauti kuna sehemu zina miss na nini. Kuna kazi yangu moja inaitwa Maumivu, nipitia sana hizo changamoto na nini, lakini namshukuru Mungu, ukikosea unajifunza, next unafanya kitu kizuri. Maswali yangu machache ya mwisho. Kitu gani ambacho kiliwahi kufanyika kikakudisappoint kwenye mfumo wako huu wa online kupublish hizo kazi zako? Kwenye kupublish mimi binafsi mimi kwangu hakuna kilichofanyika, yani kutoka labda kwangu kwenda moja kwa moja kwenye account hakuna, lakini kutoka kwa watu ambao nafanya nao kazi kuja kwangu ndio kidogo huwa kuna misunderstanding. Unajua watu heshimiani. Yani kuna mtu anaona ni kawaida tu kwamba labda ile kwa sababu ya kufahamiana na nini, kwa sababu John Fest nafanya kazi na Bajuti, mimi namjua Bajuti, kwa hata kama nikimcheleweshea kazi kuna namna labda ataona tu kawaida. Kitu ambacho kimendisappoint sana ni kucheleweshea kazi. Alafu nacheleweshea kazi na watu ambao unawaamini na umempa bajeti, yani sio kama kafanya bure. Unajua ni mwanao na hujafanya bure, umempa bajeti na bado anachelewesha kazi. Hicho ndio kinachozingua. Lakini tofauti na hapo mimi naenda vizuri tu. Inasemekana mnavimbiana sana waigizaji wa Mwanza. Mnavimbiana. Yaani kuna namna ambavyo yani mnajiona mmeshamaliza kila kitu kiasi kwamba hata kupeana support ni ngumu. Hii ikoje? Mimi nafikiri hiyo ya kuvimbiana wala haipo kwa wasanii tu. Hata raia wa kawaida wanawavimbia wasanii. Nafikiri ndio ile nabii ya kubariki kwao. Unaelewa? Mimi nafikiri kwa juzi nimeenda kukimbia NBC Dodoma Marathon. Yaani nimefika uwanjani kuna watu wananifahamu, yani wananisalimia vizuri, tunapiga picha na nini. Lakini Mwanza hapa mtu anaweza kukuona alafu akaona au mieyusho. Kwa hiyo tunavimbiwa sana mashabiki kuliko sisi kwa sisi, lakini pia sanaa ya Mwanza nafikiri bado ina matabaka. Ina matabaka. Makundi haya unajua yanabomwaga sana vitu vingi. Ndio maana by the way mimi sina kundi na sifikiri kama nitakuja kujoin kwenye kundi la aina yote. Kwa sababu hata hizo ulizosema si uzinduzi mara unafeli nani, sometimes wanafelishana wasanii wenyewe. Yani mtu anampiga bomu tu mwenzie. Yani mitikasi ni mingi ya kukwamishana. Yeah, of course. Swali langu la mwisho, yupi ambaye unahisi ni competitor wako, yani mshindani wako mkubwa sana kwa hapa Mwanza kwenye swala zima la filamu na kudili na hiyo michakato? Mwanza hamna. Yani Mwanza hamna kabisa. Yani kwamba mtu tusimame kabisa tufanye mimi na yeye. Hamna. Yani hamna. Mimi nafikiri na so yani kwenye kuigiza hamna. Namna ninavyoandaa kazi zangu pia hamna. Kama watu waamini, nafikiri watafute akaunti za watu za YouTube wa Mwanza,
alafu compare na kwangu. Mwanza hamna bro. Nafikiri nishasema last time mimi ndo mfalme. Yaani kanda ya Ziwa kwenye filamu mimi ndo mfalme, muda tu utaongea. Sasa hivi hatuwezi kuelewana, lakini time ikifika tutaelewana bro. Neno lako la mwisho, pengine malengo yako, matarajio yako, kama kuna kazi mpya, lakini pia kazi zako zinapatikana sehemu gani? Kazi zangu zinapatikana YouTube, account yangu inaitwa Festibon Gang. Yani ile John Fest tuliongeza ile Festibon Gang. Kwa hiyo ukiingia YouTube ukisearch Festibon Gang, kazi zetu zipo pale. Cha kuomba labda tukasabu tu pale. Alafu tutazame pia na kazi, na pia malengo ambayo tulionao sisi ni kufanya kazi nzuri, kwa sababu huwezi kujiita mfalme wa kanda ya Ziwa alafu fanye kazi nzuri, si ndio? Kwa hiyo sisi tuna mpango wa kufanya kazi nzuri na tunaendelea kufanya. Tunazo clip fupi fupi ndogo ndogo za dakika 10 nyingi tu tunaziachia kila siku, lakini pia tunazo project kubwa ambazo tayari tushaziandaa na wasanii wakubwa zitatoka muda wote. Kwa hiyo cha kufanya wewe nenda kasabu ili uwe wa kwanza kuzipata hizo habari zote. Sawa sawa, kama ambavyo umemsikia anasema Nabii hakubaliki kwao. Mara nyingi hata sisi wadau wa filamu ambao tunatakiwa tuwasupport hawa watu wetu ambao wanadili na filamu tumekuwa tunavimba, basi inabidi tuweze kulipiga chini hilo jambo. Shukrani sana kwa kutazama, na kikubwa zaidi endelea kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo ni Jembe FM TZ. Mimi naitwa Baba Juti. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.